sababu ya fitina walitaka kumuua. Mtume kahama katoka Maka kenda Madina, kwa sababu ya watu waliokuwa na fitina katika mji wa Maka. Usisikie tu kwamba kuna suna ukafikiria suna ni ugali na mboga ya kuteleza, kwamba ni kitu rahisi. Mtu huwa amepitia kitu kigumu akasema alhamdulillah, hii ni suna. Sasa tukilizungumzia, wacha nilizungumzie swala la Mama Samia kidogo kabla sijaendelea na huu mjadala. Wakati Mama Samia alipoapishwa kuwa rais wa taifa lile, haya maneno yalikuwepo: msianze kurusha majeneza sahihi, msianze kuposti majeneza sahihi. Msianze kuposti majeneza sahihi. Kwanza itafuteni jihadi, kirini kwamba tulikosea, kirini kwamba tulipotea, tujitafute. Uislamu wetu wa Kenya, kuna Uislamu wa Majengo, kuna Uislamu wa Kisauni, kuna Uislamu wa Msomali, kuna Uislamu wa Mdigo. Kila mtu ana Uislamu wake. Huo ndio Uislamu wetu wa Kenya. Angalieni Uislamu wa Tanzania. Wakati Tanzania alipopewa uongozi, mashehe walifatwa wakaulizwa kuhusu jambo. Nafikiri mnaona, Wakenya tujifunzeni kutoka kule. Tujifunzeni kutoka kule. Nafikiri mnaona kila kisa kitakachotokea wanafatwa na mashehe. Sisi kwetu kisa kinapotokea tunamfuata nani? Tunaenda kuposti. Wengine wanaposti kwenye comment, wengine wanaanza kurusha majeneza, wengine wanaanza kutengeneza chuki binafsi. Dini pia unaitengenezea chuki binafsi. Wewe ni nani? Wewe ni nani? Walifatwa mashehe wakaulizwa juu ya jambo lile, na kitu akikizungumza shehe nakipokea mimi kwa mikono miwili na nakisikiliza na nakifata. Walifatwa wakaulizwa kuhusu swala la Mama Samia, kwa sababu Uislamu unakataza. Mashehe wakasema Mama Samia ni kiongozi wa taifa, sio kiongozi wa dini, ni kiongozi wa taifa. Kazi ambayo mwanamke mwingine anaweza akafanya, kazi ambayo mwanamke unaweza ukafanya na ukapata riziki yako na ukalisha familia yako. Sasa mkianza kusema sijui wanawake wanaingia katika kazi, wataingia kwa sababu kazi yenu, kazi ya sisi Uislamu wetu ni kuongea kwenye comment, ni kutengeneza chuki, sio kutengeneza, kuweka mijadala, kuweka mihadhara. Hiyo hakuna. Watu wanatengeneza chuki za siri kwa sababu kila mtu ana Uislamu wake. Kila mtu ana Uislamu wake Kenya.